Alhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Tulielezea masala ya kuoga kwa ajili ya hedhi na nifasi na kuzaa. Mwanamke akimaliza hedhi ni lazima aoge. Na nifas ni damu inayotoka, imeitwa nifas minat tanafusi, kutoa upepo, yani ule uzao. Tanafasati rahim, umetoa upepo ule uzao. Ule uzao kwa kubeba ile mimba wafanya kama upepo. Sasa akisha kuzaa mwanamke, ule uzao hutoa upepo. Sasa ule upepo utokao kwenye uzao husababisha kutokwe na damu kama ile yaitwa damu ya nifasi. Na damu ya nifasi ni damu ambayo kwamba yatoka baada ya kuzaa, na kawaida hutoka majja, tawanyiko moja peke yake na yaweza kutoka siku 20, siku 40, mwisho ni siku 60. Yani akawa mwanamke kwa muda wa siku 60 yeye kila akienda choni aona athari ya damu. Lakini wanawake wengi hutahirika kabla siku 20. Na ni makosa mwanamke atakapokukauka asubiri 20. Maana yake kuna wanawake wengine ukwambia hata 20 siamaliza. Masala ya kuonana na mume wako masala mbali, lakini kuna masala ya ibada. Ni mwanamke akisha kuzaa, wanawake wengi huzaa, wakimaliza kuzaa ikatoka mara moja tu ile damu, siku ya pili asione tena damu, siku ya tatu asione, yatakiwa aoge. Kisha kukatika ile damu ya nifasi, yatakiwa aoge, aendelee na swala. Ikirudi masala mingine sasa. Na baina ya nifasi na hedhi lazima kupita siku 15 ndo mpaka aseme hii si nifasi, hii ni hedhi. Na kuzaa, mwanamke akizaa ni lazima aoge kwa mambo mawili, kwa kule kuzaa na kwa kuwa aliyotoka ni mimi au ni mwanamke, huwa ni manii asili yake yametoka, yalikuwa ndani yakatoka. Na pia mwanamke hulazimu aoge kwa kuharibu mimba ikiwa ni vitu viwili. Mwanadamu hupitia marhala matatu mpaka akawa ni mwanadamu: min nutfatin, thumma min alaqatin, thumma min mudgha. Mwanzo ni tone la manii. Hili tone la manii hukaa kwenye uzao wa mwanamke siku 40. Baada ya siku 40, yani likiwa limekubalika lifanye mimba, henda katika hizi siku 40 likatoboa, likafika siku 40, henda lenyewe likalepuka yakatokelea mbali bila ya kujua. Baada ya siku 40 hubadilika ikawa ni pande la damu, ikawa ni damu. Ile damu nayo ikakaa iloganda siku 40. Sasa anapotoa pande lile la damu, mwanamke ni lazima aoge. Ikiwa kitakachotoka ni pande la damu, ni lazima baada yake aoge. Kadhalika mwanamke akitoa hili pande la damu hulazimiwa aoge. Kama amefunga saumu huharibika, na damu itakao kutoka baada ya pande lile la damu yaitwa nifasi, ni damu ya nifasi. Kwa hiyo mwanzo, na hapo mwanamke kuharibu mimba ikawa iliyotoka ni pande la damu, yamlazimu mambo matatu: kuoga, na kama amefunga saumu yabatilika, na damu itakao kutoka baada yake yaitwa nifasi. Alafu baada ya pande la damu likikaa siku 40 hubadilika likawa pande la nyama. Sasa mwanamke anapoharibu mimba ikawa ni iliyotoka ni nyama, huwa kuna mambo kama haya matatu. Ni haya, ni lazima aoge. Kama amefunga saumu hubatilika,
damu inaotoka baada yake ni nifasi, na kama alikuwa na eda la malizika. Kuharibu mimba, maana yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameelezea eda la mwenye mimba, akatuambiaje? Wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadhana hamlahunna, wenye mimba, mwanamke mwenye mimba eda lake ni mpaka azae ile mimba. Si lazima azae mtoto, hata akizaa pande la nyama mimba eda la malizika, lakini sio pande la damu, pande la nyama. Kadhalika mwanamke akiwa ni mwanamke wa kufanya istibra, katika masala ya idda kuna na al-istibra. Istibra ni kukaa mwanamke hedhi moja, limaarifati baraati rahim, kujua je uzao wake hauna mimba. Na huyu mwanamke huyu ni yule mwanamke ambaye kwamba ametekwa, sio amepata kheri, ametekwa. Slave ni mjakazi, umemteka yule mjakazi, huwa ni wako, wafaa kustarehe naye, lakini baada al-istibrai bihaidhatin, baada ya kukaa hedhi moja, akishakupata hedhi moja ndio wewe wafaa kustarehe naye. Hakuna mwanamke katika sharia anatakiwa kukaa eda hedhi moja, la. Huyu ni istibra, huyu si eda. Huyu nilikuwa ni mtumwa, yuko kwa mtu, sasa ametoka kwenye mtu yule, amekuja kwa mtu mwingine, hafai kulala naye mpaka baada al-istibrai. Leo kuna watu zaingine utasikia uambiwa amekosana na mumewe miaka 3, miaka 4, miaka 20, miaka 30, miaka 60, miaka 70, kisha akaachwa. Kadhi amwambie au shekhe amwambie utakaa hedhi moja. Hakuna eda la hedhi moja. Hedhi Mwenyezi Mungu katika Qur'ani amelitaja, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Waloachwa, anayeachwa jamanini, hakuna hedhi moja, ni tahara 3. Ikiwa hapati hedhi, huyo amewaambiwa wallai yaisna min almahidhi min nisaikum in irtabtum fa iddatuhunna 3 ashhur, ni miezi 3. Mwenye hedhi ni tahara 3, asopata hedhi ni miezi 3, mwenye mimba ni kuzaa mimba. Hakuna eda la hedhi moja, hakuna eda la hedhi moja. Usidanganywe wewe mwanamke, shekhe akikwambia utakaa eda mwezi mmoja. Hakuna eda la mwezi mmoja, halijatokea. Eda limetajwa ndani ya Qur'ani, huna haja kuuliza hadithi sahihi. Eda imetajwa kinaga ubaga ndani ya Qur'ani, namna ya kukaa eda. Na haimaanishi mwanamke hajakutana na mumewe. Wajua, mimi nashangaa mtu aseme mimi niko na matatizo na mume wangu sasa ni miaka 10, haniulizi kheri, haniulizi shari. Ndoa iko? Kwani ukiwa na mumeo huna matatizo, lakini mumeo ameparalyze, amepoza, amepata maradhi ya baridi mwili mzima, atakuuliza kheri na shari? Kwa nini kwenye vita tuweke kipingamizi, isipokuwa na vita hakuna kipingamizi? Kwani mwanamume akiparalyze, mwanamke hafai kwenda kutaka fisahi? Hafaa sema bwana mume wangu ameparalyze huyu, na mimi sijawahi kumwona mtu ameparalyze kisha akafanya nini? Akapoa. Mimi nahitaji mume bwana, mimi sihitaji mgonjwa. Mimi sinasi, mmeniletea mgonjwa, sasa mimi kazi yangu kutibu, mimi nataka mume. Baridi ni hii, mivua ni hii, nataka mume. Wewe unaletea kazi sasa kila siku. Mimi kazi yangu si ya masaji, imekuwa kazi yangu mimi kupaka mafuta kila siku. Mimi nataka fahali wa kisawasawa. Akaenda kufisahi, atakaeda vile vile.
Kama anapata hedhi ni tahara 3, kama hapati hedhi ni miezi 3, kama ana mimba mpaka azae mimba. Lakini kwa nini ati wana vita useme impita miezi minga? Miezi 6, hakuna ndoa. Alokuambia hakuna ndoa? Wewe ndoa ni ungangano expire? Ndoa si ungangano bana, kwamba una date ya kuexpire. Hata mkakaa mna utesi wewe na mkeo miezi 100, miaka 100, siku akitaka fisahi khalas, lazima afuate mfululizo ule ulioelezwa katika Qur'ani wa kuketi eda. Ni makosa hizi fatwa za kumwambia mtu miaka mingapi, miaka 10, hata ndoa hakuna. Utakwenda kuzini. Hakuna ndoa kuvundika wenyewe. Haijatokea katika Uislamu kuna ndoa huvundika wenyewe. Hakuna. Ndoa ima ni talaka, ndoa ima ni fisahi, ndoa ima ni mume kufa. Bas, ndoa huvundika kwa ndia hizo. Lakini automatic, ngoja niwaulize swala nyinyi wanaume. Kwani ni kila mwanamume alalaye na mkewe hulala wakafanya matendo? Haswa watu wazima. Kuna wengine sasa husema ni ile huba hakuna, lakini hisani iko, wakaishi. Hakuna watu huishi na waume zao kwa kwamba ni hisani tu, tumeishi siku nyingi. Bali kuna wanaume miskini, ule ukaaji uzuri na wake zao, mume akapata maradhi kawa yongoo hapandi mtungi, lakini mke akamwambia nimekubali kukustahimilia. Sheikh Abdul Nasir, hakuna hayo. Sasa hawaingiliani, na mume akionekana simba, ukamwona mume na sauti ukoroma, lakini ni sauti tu huku, kwa kwingine la mahala lahu min al-i'rab, hakufanyi chochote. Na watu wakawaona mashallah uishi vizuri, lakini mume hamdari mke wala mke hamdari mume, na ndoa itaendelea. Ndoa haikuwekwa lengo lake kuingiliana. Ndoa haijawekwa lengo lake lazima muingiliane, la. Ila imeweka ikiwa hujamuingilia ukimwacha hana eda bas. Lakini hajaambiwa usipomuingilia mke wako hakuna ndoa. Hakuna katika sharia kifungu hicho. Mke ana haki, mume hamuingilii, enda akatake fisahi, maseme shekhe kadhi, huu mume wangu sijui ameniolea nini mimi. Pengine amekuoa wewe ni chef, umpikie, ni mpishi. Kwa hiyo masala ya kuwa wewe na mkeo hamusikizani, muna miaka mingapi, hakuulizi kheri, hakuulizi shari, ni ujinga wako wewe mwanamke. Siku ya pili hakuulizi kheri, hakuulizi shari, muulize bwana, mimi ni mkeo si mkeo? Mimi sijui. Utajua kama hujui. Nenda katafute talaka. Khalas. Nenda kwa kadhi, thibitisha kwamba huyo haniulizi. Mume ataulizwa, kwa nini humuulizi? Hanilishi. Nenda katafute. Kwa hiyo mwanamke anapoharibu mimba, ikiwa ile mimba ni pande la nyama, sio pande la damu, ni pande la nyama, eda humalizika. Na haiwezi kuwa ni pande la nyama mpaka kupite siku 80. Yani siku 40 ni maji, siku 40 ni damu, baada 42 siku ngapi hizo? Ni miezi 2 na siku 20. Ikisha kupita ile mimba miezi 2 na siku 20, akiharibu hapo, kama alikuwa ameatwa, eda limefanya nini? Automatically limekwisha. La mwisho katika mambo yanayolazimu kuoga ni almautu. Mtu akifa lazima aogeshwe. Mtu akifa ni lazima aogeshwe, ikiwa yawezekana kuogeshwa. Ikiwa yule alokufa haiwezekani kuogeshwa, kwa maana amechomeka, kwa maana, na nataka tuelewe Kiswahili sanifu, kuna kuogeshwa, kuna na kuwa uko maini. Sengine mtu aweza kufa ndani ya maji. Je, akifa ndani ya maji ndo ameogeshwa? Kwani wewe ukiingia maji baharini, kwenye swimming pool, huwa waoga au waogeshwa? Ukiingia kwenye swimming pool au baharini au kwenye mto, waoga waogeshwa? Waoga.
Hutosema mimi naogeshwa na maji. Watu watakuteka. Sasa mtu amekufa majini, hatufai kusema ya nini kumwogesha na yeye yuko majini. Yule hajaogeshwa, yuko majini. Sasa sisi mguseni tu hata kwa kidole namna hii, mumzamishe bab, mtienia kwamba tutafanya nini, tumuogesha. Sasa basi azame tu kidogo, akitoka mtoweni, mumkafini, mumswalie, mumziki. Lakini bila ya kumuogesha maiti hatuwezi kumswalia. Maiti yoyote asoweza kuogeshwa, mathalan mtu amekufa baharini, hakupatikana maiti yake, tutamswalia? Hatuwezi kumswalia. Haifai kumswalia maiti ikiwa ule maiti hakufanya nini, hakuoshwa. Na ndio ukaona wale mashahidi hawaswaliwi. Kwa sababu gani? Hawaoshwi. Shahidi alikufa kwenye vita haswaliwi. Na kwa nini asiswaliwe? Kwa sababu haoshwi. Yule atafufuliwa na damu zake. Kwa hiyo msimuoshe, msimswalie. Sasa na mtu amekufa baharini hakupatikana, useme basi tutamswalia maiti al-ghaib. Maiti haswaliwi kabla ya kufanya nini? Kuoshwa. Sharti ya kuweza kumswalia maiti ni kuwa ameoshwa. Akiwa hakuwezekana, mtu amefunikwa, fukua kisima kimemfinika, hatumswalii, imekula kwake. Hata kama alikuwa ni imamu, yeye ndo alikituswalisha, lakini yeye hatoswaliwa. Haiwezekani. Maiti lazima aoshwe ndio afanye nini? Aswaliwe. Hata kama hakukafiniwa, kukafiniwa haimkatazi maiti kutoswaliwa. Lakini kuoshwa ni lazima. Waweza kumswalia maiti haja kafiniwa, lakini huwezi kumswalia maiti kama haja oshwa. Tufahamu vizuri ni ibara. Maiti kama hakuoshwa haswaliwi, lakini haimaanishi haja kafiniwa. Sisi tutauliza swala, ashaoshwa? Sasa maiti ikiwa hatuwezi kumuosha, amechomeka na moto, tutamfanyia tayamum, tutamtayamamisha uso na vitanga vya mkono ili tupate kufanya nini? Kumswalia. Au ni mtu amekufa mahala watu wote ni wanawake, yeye peke yake ndio mwanamume, watu wote, hatooshwa kwa sababu kuna sehemu za siri, hatutomruhusu mwanamume kwenda kumpelekea mikono. Angalia we sharia, huyu ni maiti atakiwa aoshwe, lakini ameata kuoshwa kwa ajili ya asishikwe tu tupu. Leo sisi enda hospitali ukajifungulia tu mbele wanawake, wataka kufanywa operation ya hania ukawatia wanawake, angaliani sadaka tunjaria. Mwanamume huyu maiti kuoshwa ni jambo muhimu, lakini kwa kuwa walioko wanawake tu na hakuna mwanamke maharimu yake, basi huyu atatayamamishwa ili asiguswe sehemu za siri. Na mwanamke amekufa kuna wanaume na hakuna maharimu yake, tutamtayamamisha. Hakuna kwenda kumshika kifua, maana wanaume wengine wakorofi, hata maiti atamtamani. Kiwa mtu aweza kutamani mwanamume, hawezi kutamani maiti ya kike? Hela wewe fikiria, ule mwanamume ana akili yake, amtamani mwanamume mwendani wake. Tena pengine amtamani mwanamume ana nguvu kushinda yeye. Subhanallah. Sasa kwa kuogopa fitna, mwanamke haoshwi na wanaume ambao si maharimu zake, na mwanamke haoshwi na wanaume ambao tutawatayamamisha. Tayammum ndio tumswalie, ndio tuenderuka mzike. Kwa hiyo anayekufa ni lazima, ni jukumu kwa Waislamu. Kunao masala namna kuosha, na mimi kuna sehemu nyingi nimehudhuria, lakini sisi hapa tulielezea kwenye darasa, mtu alifuate. Wallahi katika kuosha maiti kuna makosa mingi yafanyika, na wengi tumeosha maiti pengine kwa kupitia tu, si kwa kusoma. Maiti wengine huadhibiwa wakati wa kuosha baba, wallahi alazim huadhibiwa. Kwanza ule maiti kwenda kumweka kwenye kitanda pengine, au kuna mkeka mwingine, kuna kitanda kingine mmekiona kimesukwa sijui ni gani ya muumizo. Ule maiti akiinuliwa namna hii, ile kamba imemuingia kwenye nini, maungo, si sawa. Yataadha almayitu bima yataadha bihi alhayy, maiti anaudhika na kila kinachomuudhi alikuwa hai. Wewe huwezi kulala kwenye kitanda namna hiyo. Au sengine maiti pijwa maji ya moto, utafikiri sijui ni kuku atakutolewa manyoa. Haifai jamanini. Lakini haya masala marefu, Mwenyezi Mungu atupe husnul khatima.
Mwenyezi Mungu atupe kila la khairi, atuepushie kila la shari, ujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana wa aqimis sala.